Kuna vyakula ambavyo vinaongoza kufanya kusababisha inflammation kwenye miili yetu. Kusema inflammation kwa lugha ya Kiswahili ni mioto. Mioto, piga picha ukijigonga mahali ukaumia, ukapata kuvimba paka panauma. Ile ndio inflammation. Ule mchakato wa inflammation. Sasa huo unaweza kuwa unafanyika kwenye mwili. Sasa inakuwa ni kidogo kidogo, tunaita low grade inflammation kwenye miili yetu kwa sababu ya vyakula na kemikali mbalimbali ambazo zinakuwepo tunaziingiza kwenye miili yetu. Sasa kuna vyakula ambavyo vinaongoza kusababisha inflammation. Na inflammation ni mbaya kwa sababu ikiwa sugu ya mara kwa mara inasababisha magonjwa kama sukari aina ya pili, saratani, magonjwa ya moyo, hata magonjwa hata kama shida za uzito mkubwa, kitambi, magonjwa kama ya tumbo, acid reflux, vidonda vya tumbo na kadhalika. Magonjwa mengi sana yanasababishwa na inflammation. Kwa hiyo ni vizuri kujua hivi vyakula na kuviepuka of course, ili kujilinda na kama unafanya kutibu. Ukila chakula chochote ambacho kinasababisha inflammation kupanda sana, ndani ya masaa 6 tu, ndani ya masaa 6 tayari unakuwa umeshaona matokeo yake. Yani maana yake zile alama zinazoonyesha kwamba inflammation imepanda kama interleukin 6, kama tumor necrosis factor alpha, CRP zinapanda, zinakuwa nyingi sana. Utaziona zimepanda kwenye damu kuonyesha kwamba mwili umeumia tayari, umeumia sana. Kwa hiyo hata kwenye tafiti pia zimeonyeshwa, kuna utafiti hapo unaweza kuona kwenye graph, unaweza kutumia hiyo reference hapo kama unapenda kufuatilia zaidi. Walilinganisha glucose, ile glucose kama glucose ambayo ni sukari pure, wakalinganisha na cream ile ya maziwa, yani kuwakilisha vyakula ambavyo vina mafuta hayo saturated kama nyama, cream, maziwa na kadhalika. Alafu wakalinganisha pia juice za matunda. Walichukua hapo juice ya chungwa, alafu wakalinganisha na maji. Sasa ukiangalia hapo kwenye hiyo graph, vyote vilianza vikiwa 100 ambao ni kawaida. Halafu baada ya lisali moja utaona hapo glucose ilipanda sana ikafika mpaka 150 ndani ya lisali moja. Maana yake imeumiza sana mwili, umesababisha inflammation ikafika mpaka 150. Halafu wakati huo cream ilikuwa imefika 120, imepanda pia lakini sio sana kama glucose. Haya, orange juice ya machungwa. Nasema machungwa ni asili, ni kweli, lakini juisi yake sio ya asili. Umeshaibadilisha. Ikapandisha ikafika mpaka 130. Yaani ikazidi mpaka mafuta yale ya kwenye maziwa. Umeona? Haya. Maji yakabaki vile vile kuonyesha kwamba hakuna mabadiliko yoyote. Kwa hiyo hilo ni sala kwanza. Haya, baada ya masaa 3, ni sala 3 hapo utaona kimepanda hapo. Utaona hapo cream imepanda zaidi, imefika 150, glucose imeanza kushuka. Juisi ya machungwa pia imeanza kushuka, imekaribia normal hapo ukiangalia, na maji yako vile vile. Kwa hiyo unaonyesha kwamba hizi cream au haya mafuta haya yaliyopo kwenye hizi maziwa, nyama na nini, yanapandisha taratibu lakini kwa uhakika yanaharibu ile kwa muda mrefu zaidi kulinganisha na glucose pamoja na juisi za matunda. Ukiangalia sala 5 hapo utagundua cream bado iko juu, lakini vingine vyote vimerudi karibu normal. Kumaanisha nini? Kwamba mafuta saturated fat, alafu sukari ambayo iko refined, carbohydrate ambazo ziko refined kama juice za matunda. Tunasisitiza kula matunda ya kutosha, lakini sio kutengeneza juice. Lakini pia sukari yenyewe, unga uliokobolewa, unga wa nafaka zilizokobolewa vinapandisha na kuumiza mishipa ya damu, vinasababisha inflammation na kuongeza hatari ya kupata magonjwa kama sukari, uzito mkubwa, pressure na magonjwa mengine kama hayo. Nadhani sasa umenielewa. Kwa hiyo ukitaka kuwa salama ni kujitahidi kuepuka hivyo vitu. Kama unafanya matibabu, vipunguze kwa kadri ambavyo inawezekana. Hiyo unapambana na acid reflux, unapambana na kisukari, uzito mkubwa, vipunguze vitu kwa sababu vinasababisha inflammation na kwa sio sawa kwenye miili yetu.